Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Kwa majina ni Star Kimani. Leo niko na neno ninataka kufunza wanawake wenzangu. Wanawake wenzangu walio katika ndoa. Ndoa iko na changamoto. Changamoto ni nyingi katika ndoa. Sana sana sisi wanawake tunafaa kuwa na imani, tunafaa kuomba sana katika ndoa zetu, tuombee waume zetu. Tupambane na changamoto yoyote, tusikate tamaa kwa hali yoyote. Ndoa ni kitu chema kutoka kwa Mungu. Na Mungu anapenda wanandoa wawe wanaishi kwa amani, wawe wanapendana, wawe wanaelewana, wote wawe kitu kimoja, wamuabudu yeye, wamuamini yeye, waandamani kila Jumapili kwenda kanisani, watii maneno yake matakatifu ambayo anataka sisi wanadamu tufanye. Ndoa wanawake ni kitu kizuri sana. Ndoa iko na changamoto. Changamoto ni nyingi na zinakuja kwa njia tofauti. Wanawake tunapopitia katika jaribu, tusikate tamaa kwa sababu jaribu hilo ni Mungu anatupitisha. Na katika hilo jaribu, Mungu ako na sababu na hilo jaribu. Kwa hiyo mwanamke yeyote aliye katika ndoa anayepitia changamoto, usikate tamaa, ng'ang'ana sana kuomba. Sana ikibidi tunafaa kuombea waume zetu. Tunafaa kufunga kwa ajili ya waume zetu. Tunafaa kufunga sana na kuwatolea sana waume zetu. Tunafaa kufunga sana na kung'ang'ana na maombi na tuwe katika maombi kuombea waume zetu. Ndoa si kitu rahisi. Ndoa ni kitu cha raha lakini kina changamoto zake. Na ndoa nzuri haiji bure, lazima upitie milima na mabonde, lazima upitie changamoto, lazima upitie magumu. Mapito ni kawaida kwa mwanadamu yoyote, kwa wanandoa ni kawaida. Tunafaa kuwa na imani, tunafaa kumwabudu Mungu sana, tunafaa kuomba sana. Kuomba, maombi ndio yanatuwezesha kufanya jambo lolote. Maombi ndio yanatupitisha katika changamoto zozote. Maombi ndio yanatuokoa katika hali yoyote. Maombi ndio yanatufungulia njia zetu. Tunapokuwa katika maombi, hata kama kuna njia zimefungika zinafunguliwa. Tunapokuwa katika maombi sisi wanawake, hata kama waume zetu wako na matatizo ya aina fulani, matatizo yanaisha, matatizo yanatoka. Unaweza pata mume wako anatumia mihadarati, lakini utakapomwombea na utakapomtolea sadaka anaacha kutumia mihadarati. Unaweza pata mwanamume wako ama utaweza pata mume wako pengine analala nje, lakini wewe mwanamke kadri unapomwombea, kadri unapong'ang'ana na maombi na kumtumainia Mungu, vyote anaacha, kwa sababu huwa ni shetani anamtawala. Lakini uking'ang'ana na maombi unashinda shetani na yote yanawezekana. Kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana, kila kitu kinawezekana. Mwanamke unafaa kuwa na imani katika nyumba yako. Mwanamke unafaa kujenga nyumba yako kwa imani na kwa maombi. Chochote utakachomuitisha Mungu, chochote utakachomuuliza Mungu, chochote utakachomuomba Mungu, hashindwi kukupa. Chochote anakupa. Katika Biblia imeandikwa, maandiko yanasema, ombeni nanyi mtapewa, itisheni chochote mtapewa. Chochote mnachotaka bisheni mtafunguliwa. Hakuna jambo linalomshinda Mungu, hakuna. Mwanamke unafaa kuwa na imani na unafaa kuwa jasiri katika ndoa yako. Changamoto yote itakapokuja mbele zako, usikate tamaa na kuogopa. Unafaa kuwa jasiri, haufai kuwa muoga. Unafaa kujenga nyumba yako, haufai kubomoa. Na kujenga nyumba yako unafaa kujenga kwa maombi, usimame na maombi. Familia yako iwe inamjua Mungu, mnaenda kanisani, mnatenda mema. Hayo mema, kwenda kanisani, njia zinafunguka. Hivyo ndivyo Mungu anavyotaka. Na ndoa yako utaona imesimama, inakuwa imara. Najua katika ndoa kuna changamoto nyingi na haziishi, lakini changamoto yoyote inayopita mbele yako mwanamke, hufai kukata tamaa. Unafaa kuwa jasiri na kupambana na changamoto hiyo kwa maombi. Zingatieni sana maombi wanawake. Unapolala usiku unafaa kuomba. Unapoamka unafaa kuomba. Hata usiku unafaa kuamka na kuomba. Uombee familia yako, umuombee mumeo. Asubuhi unapoamka unafaa kuwa katika maombi. Unafaa kumwombea mumeo atakapokwenda kazini, aende salama. Umuombee mume wako atakapokuwa kazini awe salama.
chochote kile Mungu amuepushie chochote kile kibaya. Atakapokuwa kazini aweze kuwa na amani, afanye kazi yake vizuri. Atakaporudi pia Mungu aweze kumlinda vile vile mpaka atakapofika nyumbani awapate nanyi mko salama, mko wazima. Hiyo ndo furaha. Unafaa kumwombea mume wako sana. Unafaa kuzingatia na maombi, kuombea familia yako. Kwa sababu mwanamume ndio kichwa katika familia. Mwanamke sasa unafaa kuomba sana ili Mungu aingilie kati katika ndoa yenu na katika maisha yenu, na kila kitu kitakuwa sawa. Utakapoomba Mungu atawafungulia njia zenu, kutakuwa na baraka, kutakuwa na amani katika nyumba hiyo. Najua changamoto ziko, lakini wanawake wengi sana wanakata tamaa. Hufai kukata tamaa katika ndoa. Unafaa kuwa jasiri, changamoto yoyote itakayotokea, unafaa kuwa jasiri. Unafaa kuwa jasiri na kumwomba Mungu. Haufai kuogopa, unafaa kuwa jasiri. Utoe uoga ndani yako na kuwa jasiri na kuwa na imani kuwa Mungu anaweza. Hakuna jambo ambalo Mungu hawezi. Kila kitu kinawezekana mbele za Mungu. Hata watoto wako, wanandoa ambao wako na watoto sasa hivi, watoto pia unafaa kuwafunza njia ya kumfuata Mungu, jinsi ya kumjua Mungu. Kadri wanapozidi kukua waweze kumjua Mungu na kumtumainia, ndivyo familia yako itakuwa vizuri, ndivyo familia yako itakuwa takatifu, ya kuwa kumwabudu Mungu na kujua kuwa Mungu anaweza kwa kila jambo. Wanawake wenzangu, tieni sana maanani maneno haya, kwa sababu Mungu ndio kila kitu. Unafaa kuomba, na maombi ndio yanasaidia. Bila kuomba hakuna chochote, bila imani hakuna chochote. Unafaa kuwa na imani. Kadri unapoomba, utakapokuwa katika maombi, kuwa na imani na ujasiri na kuamini kuwa Mungu anaweza. Hakuna jambo Mungu asiloliweza. Changamoto yoyote inayopita mbele yako mwanamke mwenzangu, unafaa kuwa na ujasiri ya kuwa kila kitu kinawezekana. Chochote unachotaka kuomba, ukimuomba Mungu atakupa kwa ujasiri na kwa imani, na yote yanawezekana. Nasema ni asante, na naomba neno hili liweze kuwa la baraka kwenu.